Kwa irizi ni kile kitu ambacho mtu anapewa akiamini kina ulinzi katika maisha yake yote, kina ulinzi kwenye nyumba yake, kina ulinzi kwenye biashara zake, kuna ulinzi kwa familia yake. Kile kitu ambacho amekiamini kinamlinda, hicho kinaitwa irizi. Leo hii kuna irizi za kidigitali. Irizi za kidigitali ni chupa ambayo ndani yake kuna mafuta mazuri, na chupa yenyewe ni nzuri. Mtu huyo atatembea na hiyo chupa, ndani yake kuna mafuta, ndani yake kuna maji, ndani yake kuna kitu kingine chochote, lakini ukiangalia ile chupa ina rangi nzuri, ina mng'ao mzuri, na haina uchafu haina yoyote, anaweza kuitoa mahali popote atakaposimama. Zamani walikuwa wanatumia vitambaa vyeupe, vitambaa vyeusi, vitambaa vyekundu. Sasa watumii vitambaa tena, wanatumia chupa nzuri ambazo ndani yake kuna vitu vimewekwa, watu wataamini kwamba vinawalinda. Mstari wa 19 anasema, nanyi mmeninajisi kati ya watu wangu kwa ajili ya makonzi ya shairi na vipande vya mkate, ili kuzuia roho za watu ambao haiwapasi kufa na kuzihifadhi roho za watu ambao haiwapasi kuwa hai, kwa kuwaambia uongo watu wangu wasikilizao uongo. Naomba nirudie huo mstari. Nanyi mmeninajisi kati ya watu wangu kwa ajili ya makonzi ya shairi na vipande vya mkate. Konzi ni kiganja, shairi ni kama ni punje ambazo kama ngano ilivyo, au mtama, au tuseme hata mahindi. Ukiweka kwenye kiganja chako, Kiswahili kingine, Kiswahili cha Kimvita, huitwa konzi. Kumbe hao manabii wanafanya hivyo ili kupata kipande cha mkate, ili kupata konzi za shairi. Hebu angalia viganja vya watu 1000 vilivyojaa ngano, utakuwa amepata kilo ngapi? Yeye anakuja anataka tu ulete kiganja cha shairi, ulete kiganja cha ngano, ulete kiganja cha mtama au mahindi. Lakini mkiwa watu 1000, viganja 1000, anaondoka na kilo nyingi za mtama, anaondoka na kilo nyingi za shairi, anaondoka na kilo nyingi za mpunga, ataondoka na kilo nyingi za mahindi. Bwana Yesu apewe sana. Amen. Mstari wa 20 anasema hivi, basi Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni kinyume cha irizi zenu, ambazo kwa hizo mnaziwinda roho za watu kama ndege, nami nitazitoa katika mikono yenu kwa nguvu, nami nitaziachilia roho zile mnazoziwinda kama ndege. Mungu anasema ole wenu mnaotengeneza mairizi, na mimi niko mbali na irizi. Sasa neno irizi ni neno la Kiswahili chetu